Kuna watu wana akili sana, wana vipaji, wana ndoto kubwa, lakini maisha yao yanaonekana kama yamesimama. Sio kwa sababu hawaanzi kitu, ni kwa sababu hawamalizi. Unaanza biashara unaacha, unaanza mazoezi baada ya wiki 2 unapotea, unaanza kujifunza ujuzi mpya halafu ghafla hamasa inaisha, na kadri miaka inavyoenda unaanza kujiuliza, tatizo langu ni nini hasa? Na ukweli mchungu ni huu: tatizo sio kwamba huwezi kufanikiwa. Tatizo ni kwamba akili yako imezoea raha ya kuanza kuliko maumivu ya kuendelea. Na kwenye video hii utaelewa kwa nini hali hiyo hutokea, kwa nini watu wengi wanaishia kuanza upya kila mwaka, na nini unachoweza kufanya ili kujitoa kwenye mzunguko huo wa maisha. Kuna uchovu ambao hausababishwi na kazi nyingi. Unasababishwa na vitu vingi ulivyoanza lakini hukuvimaliza. Mipango ambayo bado ipo kichwani, malengo ambayo uliwahi kuyaamini sana, ahadi ulizojiahidi mwenyewe halafu ukazivunja kimya kimya. Na kadri unavyoendelea kuanza vitu vipya bila kuvimaliza, unaanza kupoteza kitu muhimu sana ambacho ni imani yako mwenyewe. Labda hata wewe kuna kipindi fulani uliamini kabisa kwamba utafika mbali, lakini sasa hivi kila unapopata wazo jipya, sehemu ya akili yako tayari haisadiki, kwa sababu imeona hali hii mara nyingi sana. Unaanza ukiwa na moto mkubwa, halafu unapotea. Umewahi kujisikia vibaya kuona watu walioanza baada yako wanapiga hatua wakati wewe bado unaanza upya kila mwaka? Hapo ndipo tatizo la kweli linaanzia. Na watu wengi hawajui kwamba kuna sababu za kisaikolojia zinazowafanya washindwe kumaliza wanachoanza. Na sababu ya kwanza ni hii: umezoea msisimko wa mwanzo. Watu wengi wanapenda hisia za kuanza, sio mchakato wa kuendelea. Kila unapopata wazo jipya, akili yako hupata msisimko wa haraka. Kwenye saikolojia, hali hii mara nyingi huitwa dopamine rush. Ndio maana mwanzo wa jambo unaonekana mtamu sana. Unaona maisha mapya kichwani, unaona mafanikio kabla hata hujaanza kazi halisi. Lakini baada ya siku chache, hali halisi inaanza kuonekana. Kazi inaanza kukuchosha, matokeo hayaonekani haraka, na hapo ndipo watu wengi hupotea. Labda hata wewe unawahi kuamka usiku ukiwa na hamasa kubwa sana. Unaandika mipango mingi, unaona kabisa safari hii utabadilika. Lakini baada ya wiki moja, akili inaanza kutafuta kitu kingine kipya. Kwa nini? Kwa sababu umeifundisha akili yako kupenda msisimko kuliko uthabiti. Mfano rahisi ni huu: mtu anaweza kufungua kituo cha YouTube leo, kesho anataka kufanya biashara, wiki inayofuata anataka kujifunza biashara ya fedha mtandaoni. Baada ya mwezi mmoja anahisi maisha hayaendi. Lakini ukweli ni kwamba hajawahi kukaa sehemu moja ya muda wa kutosha kuona matokeo. Sasa jiulize swali hili: ni vitu vingapi umeviacha kabla havijaanza kuleta matunda? Kitu cha kubadilisha hapa sio kutafuta hamasa mpya kila siku, ni kujifunza kuvumilia kipindi ambacho mambo hayaonekani ya kufurahisha. Kwa sababu mafanikio mengi hayaji kwenye mwanzo wenye moto, yanakuja kwenye siku ambazo hujisikii kufanya chochote, lakini bado unaendelea. Na hapo ndipo watu wengi huanza kupoteza miaka yao. Lakini hilo sio tatizo pekee, na tatizo jingine naenda kulielezea kwenye kipengele kinachofuata. Unaogopa kushindwa kuliko unavyodhani. Watu wengi hawaanzi upya kila mara kwa sababu wanapenda mwanzo. Wanafanya hivyo kwa sababu hawataki kufika mwisho na kuona wamefeli. Hii ni hali ya kisaikolojia sana, kwa sababu ukimaliza kitu ndipo ukweli unaonekana.
Unaweza kugundua biashara yako haifanyi vizuri. Unaweza kuona kipaji chako bado hakijakomaa. Unaweza kugundua bado hujafika kiwango ulichojiwekea. Na watu wengi hawawezi kuvumilia hisia hiyo. Kwa hiyo wanafanya nini? Wanaanza kitu kingine ili wajisikie bado wanaendelea mbele bila kukutana na ukweli. Kama wewe ni mtu ambaye kila jambo jipya linakuja na matumaini mapya, lakini hujawahi kukaa muda wa kutosha kuona mwisho wake, pengine sio uvivu. Pengine unaogopa kushindwa. Kuna mtu alitaka kuanza kutengeneza maudhui mtandaoni. Alianza vizuri sana, lakini video zake za kwanza hazikupata watazamaji wengi. Akaanza kusema, labda hii sio njia yangu. Lakini ukweli ni kwamba hakuwa amejipa muda wa kutosha. Alikimbia maumivu ya kuona bado hajawa mzuri. Sasa swali ni hili: umewahi kuacha kitu kwa sababu ulijihisi hujawa tayari? Kumbuka kuwa mwanafunzi kwa kile unachofanya sio aibu. Lakini ukikimbia kila unapojisikia vibaya, ndiko kunako haribu zaidi maisha yako. Na hapo ndipo mambo yako yatakuwa mabaya zaidi. Sababu ya tatu ni kwamba unajifundisha kujiamini. Kila unapojiahidi jambo fulani usilimalize, kuna kitu kinatokea ndani yako. Imani yako binafsi inaanza kupungua. Na watu wengi hawaoni hili mapema. Unaanza kujiona kama mtu ambaye huwa anaanza tu, na utambulisho huo unaanza kukutawala. Pengine hata sasa hivi ukijiambia, kesho nitaanza kwa umakini, sehemu ya akili yako inasema, tumeshawahi kusema hivi mara nyingi. Hiyo ni hatari sana, kwa sababu ukishapoteza imani kwako mwenyewe, hata kujiamini huanza kufa. Kuna watu wana daftari zimejaa mipango, malengo mengi, mawazo mengi, lakini maisha yao halisi hayasogei mbele, kwa sababu wamezoea kupanga kuliko kutekeleza. Na kila mwaka wanaongeza ndoto mpya bila kumaliza za zamani. Ni mara ngapi umejiahidi kubadilika halafu ukarudi kwenye tabia zile zile? Kitu muhimu hapa ni hiki: usijenge kujiamini kwa maneno, jenga kujiamini kwa vitendo. Hata kama ni hatua ndogo. Ukisema utafanya dakika 20, fanya. Ukisema utafanya kazi mara 2 wiki hii, timiza. Akili yako inaanza kukuamini tena kupitia vitendo vidogo vinavyojirudia. Kwa sababu mwisho wa siku maisha yako yanafuata tabia zako. Na kuna sababu nyingine ambayo watu wengi hawaikubali kabisa. Ninaenda kuielezea kwenye kipengele kinachofuata. Sababu nyingine ni kwamba unasubiri kujisikia tayari. Huo ndio mtego mkubwa sana. Watu wengi wanafikiri uthabiti unatokana na hamasa. Sio kweli. Hamasa ni ya muda mfupi. Kuna siku utaamka umechoka. Kuna siku hutataka kufanya chochote. Kuna siku utahisi umeachwa nyuma kabisa. Na kama unasubiri siku ujisikie vizuri ndio ufanye kazi, utaanza sana lakini hutamaliza. Labda hata wewe kuna kipindi ulisema, nikikaa sawa kiakili nitaanza, nikipata muda nitazingatia, nikipata nguvu nitaendelea. Lakini maisha hayawezi kusimama ya kusubiri ujisikie mkamilifu. Kuna mtu anaweza kuwa na shughuli nyingi kuliko wewe, lakini bado anaendelea kupiga hatua kidogo kidogo kila siku. Kwa nini? Kwa sababu ameacha kutegemea hisia, amejenga mfumo. Umewahi kuona siku ambazo hukutaka kabisa kufanya jambo, lakini ulipoanza tu kidogo ukaendelea? Hapo ndipo siri ilipo. Vitendo mara nyingi huja kabla ya hamasa, sio baada yake. Kitu cha kufanya hapa ni hiki: acha kujiuliza najisikia kufanya. Anza kujiuliza
ni hatua gani ndogo ninaweza kufanya hata sasa hivi? Kwa sababu uthabiti sio kufanya kwa nguvu nyingi kila siku, ni kutokukatisha uhusiano na lengo lako. Na watu wengi hawagundui hili mpaka miaka imeenda sana. Sasa nini cha kufanya ili uweze kubadilika? Kwanza kabisa, acha kuanza vitu vingi kwa wakati mmoja. Chagua kitu kimoja, kipe muda, kipe nafasi ya kukomaa. Usikimbie changamoto haraka. Pili, acha kutafuta hamasa kila siku. Jenga utaratibu mdogo ambao unaweza kufuata hata ukiwa huna hamasa. Na tatu, jifunze kumaliza vitu vidogo, hata kama sio vikamilifu, kwa sababu tabia ya kumaliza inaanza kwenye vitu vidogo sana. Ukianza kujionyesha kwamba unaweza kujitegemea, kujiamini kwako kunaanza kurudi tena taratibu, na maisha yanaanza kubadilika polepole, sio ghafla, bali kwa uhalisia. Sasa ninapokuwa nikaribia mwisho wa video hii, naomba niongee mambo haya. Watu wengi hawajakwama kwa sababu hawana uwezo. Wamekwama kwa sababu wamezoea kuacha kabla hawajafika mwisho. Na kitu cha kuogopesha ni hiki: kadri unavyoendelea kuishi hivyo, ndivyo unavyozidi kuamini kwamba wewe sio mtu wa mafanikio, wakati ukweli ni kwamba hujawahi kukaa sehemu moja muda wa kutosha kuona uwezo wako wa kweli. Pengine maisha yako hayahitaji wazo jipya. Pengine yanahitaji wewe kuacha kukimbia kila mambo yanapokuwa magumu, kwa sababu siku utakapoanza kumaliza unachoanza, ndio siku maisha yako yataanza kubadilika. Sasa ninapokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Je, utaendelea kuwa mtu wa kuanza tu, au safari hii utakuwa mtu wa kumaliza? Andika hapa chini, nami nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Asante sana kwa kufuatilia video hii. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kunufaika na maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.